wala hatujakuja kutafuta mradi wa kimali, wala kukuza biashara, wala kufanya jambo lolote lile la kidunia, isipokuwa lilokusanya hapa sisi ni kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao hichi chetu hichi tulichokikaa kiwe ni sababu ya sisi kuipata radhi zake, ni sababu ya sisi kuipata pepo yake, na tukusanyikane tena pamoja katika pepo yake kesho, yauma la yanfa'u malun wala banun. Waislamu watukufu, Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi wanadamu neema nyingi mno, neema ambazo kwamba mwanadamu lau akakaa kuzihisabu zile neema ambazo kwamba amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mwanadamu hawezi kufikia idadi kamili ya neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah kwenye Qur'ani alituambia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau nyinyi wanadamu mkakaa mkaanza kupiga mahesabu kuzihisabu zile neema alizowapeni Mola wenu, hamwezi kufikia idadi kamili ya hisabu ya neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni neema nyingi sana. Fama bikum min ni'matin famin Allah, neema zote ambazo kwamba uko nazo zote zinatokamana na Allah. Sahihi umekaa wewe unanisikiliza, unanisikia, kuna mwenzako hawezi kuyasikia mazungumzo kwa sababu ni kiziwi. Wewe unaweza ukazungumza ukasikika unachokizungumza, kuna mwenzako ni bubu, hawezi kuongea. Wewe unaweza kukaa hapo namna ulivyokaa hivyo, unatakiwa ufahamu ya kwamba kuna wenzako wako mahospitalini sahihi, hawawezi kukaa, wakilala ni shida, wakitembea ni shida, hawawezi kufanya lolote. Hii ni neema ya afya ambayo kwamba mwanadamu ameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna neema ya macho na kuna neema kubwa zaidi ambayo kwamba ni neema ya Uislamu. Miongoni mwa neema ambazo kwamba mwanadamu amekwenda kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya watoto. Watoto ambao kwamba mwanadamu anawamiliki watoto hawa, ima yeye ni mzazi aliyemzaa huyo mtoto, au wale watoto wameondoka duniani wazazi wake, lakini yeye ndiyo aliyesimama katika jukumu la malezi. Hii pia ni neema. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hawa watoto ni moja katika mapambo ya dunia kwanza, aliyopambia nayo dunia, kiasi cha kwamba mwanadamu halaumiwi yeye kupenda watoto. Allah subhanahu wa ta'ala asema, zujina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin. Amempambia mwanadamu kupenda wanawake, ni amrun jibilia, ni tabia ya kiumbile mwanadamu. Ndio maana mwanadamu anatakiwa aoe. Minan nisai, mwanadamu huyo anapenda shahwa za wanawake, wal banina, na anakuwa ni mwenye kupenda watoto. Almalu wal banuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni moja katika mapambo ya kidunia. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watoto ndugu zanguni katika imani wote, hakuna anayewapata watoto kwa sababu ya ujanja wake, ni mipango aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, lillahi mulku samawati wal ardh. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mfalme wa mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala huumba kila anachokitaka yeye. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yashau inathan, Allah humruzuku yoyote amtakaye yeye mtoto wa kike. Wa yahabu liman yashau adh-dhukur, na Allah subhanahu wa ta'ala humpatia amtakaye yeye mtoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima, Allah mwenyewe akitaka anamruzuku mwingine mtoto wa kiume na mtoto wa kike, mwingine anamjalia Allah subhanahu wa ta'ala asiwe ni mwenye kuzaa. Hii yote ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna nukta muhimu ndio tusimame nayo katika maudhui yetu. Baada ya kufahamu ya kwamba watoto hawa ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala,
Watoto hawa ni mapambo ya kidunia, kiasi cha kwamba mwanadamu anaweza kwenda kwa mganga akamshirikisha Allah, sababu mwanadamu huyo hana mtoto. Mwanadamu anaweza akawa na mali, akawa ni mwenye kufanya kivyovyote vile ili awe ni mwenye kupata mtoto, amwage pesa namna anavyoweza yeye, lakini anatafuta daktari maarufu, daktari mwenye uwezo zaidi ili ampatie mtoto, lakini mtoto huyo hatoki kwa mwingine isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa watoto ambao kwamba labda wewe umeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, uko nao, Allah ametupa tahadhari katika Qur'an. Ametuambia Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Fahamu nini nyinyi Waislamu, ya kwamba mali mnazozimiliki nyinyi, wa auladukum, na watoto wenu, fitna, huu ni mtihani umepewa na Allah. Allah amekukalifisha wewe mali na amekukalifisha wewe watoto, akakupatia ni mtihani, akutizame Allah subhanahu wa ta'ala, vipi utakuwa ni mwenye kusimama juu ya watoto hawa. Hii ikimaanisha ya kwamba siku ya Kiyama utakwenda kuulizwa juu ya mtihani wako kuhusiana na watoto wako. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Ametutahadharisha Allah ya kwamba hawa watoto ambao kwamba ni mapambo ya kidunia, almal walbanun zinatul hayati dunya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai walbanin. Hawa mali na watoto hawa, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia zisiwashughulisheni nyinyi, zikawapelekeni nyinyi kuacha utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni hii aya mnayoifahamu Waislamu, ndio tuingie ndani zaidi. Tunaotaka kuambiana ni gani? Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu nyinyi. Kwanza kila mmoja apambane na nafsi yake, atizame ni namna gani ataiokoa nafsi yake kutokamana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yoyote ambaye kwamba khafa maqama rabbi, ataogopa kisimamo cha Mola wake na akaikataza nafsi yake kutokamana na matamanio, Allah anasema fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sasa kwanza tumeambiwa iokoeni nafsi zenu, alafu tukaambiwa wa ahlikum nara, na muokoe nafsi za watu wenu kutokamana na moto. Moto aliozungumzia Allah ni moto gani? Allah anatuambia waquduha nnasu walhijara. Huu moto wenyewe kuni zake ni mawe, na kuni zake huu moto ni wanadamu. Si moto huu wa kuni wala makaa, la, ni moto ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Huu moto ambao kwamba Muislamu ameambiwa aiokoe nafsi yake kwanza, aokoe nafsi ya ahli yake, ni moto uliokuwa mkali zaidi, ambao kwamba ni mkali zaidi kuliko lile joto ambalo kwamba tunakuwa ni wenye kulisikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Sikiliza moto wa Allah. Mtume anatuambia ule moto ulivyokuwa mkali, unapokuwa ni wenye kupuliza ule moto, kwa sababu moto ulimshtakia Allah subhanahu wa ta'ala akisema, akala ba'dhi ba'dha, ewe Mola wangu, tumekuwa sasa ni wenye kulana. Moto unazungumza, tumekuwa ni wenye kulana sisi kwa sisi. Huu moto umeuandaa ni wa watu wa motoni, hawako. Sasa imepelekea sisi tunakuwa ni wenye kulana. Allah subhanahu wa ta'ala auamrishe moto utoe pumzi mbili. Pumzi mbili utoe, nafasun fi shitai wa nafasun fi sayf. Pumzi moja moto unatoa ni wakati ule ambao kwamba tunalalamika jua ni kali, na pumzi moja ambao kwamba moto unatoa ni wakati ule tunalalamika ni baridi kali.
kiasi cha kwamba watu watavaa makoti, watu watavaa soksi, watu wanakwambia kuna baridi, hakukaliki, hakutokeki kwa sababu ya baridi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni pumzi tu, ni ule moto umetoa pumzi tu. Wakati wa jua tunalolisikia ni pumzi ya moto wa Jahannam, fa inna shiddata al-har min fayhi Jahannam. Na pumzi moja ule ni wakati wa baridi, ukumbuke kwamba ni moto wa Jahannam umetoa pumzi. Mtume asema fa innaha fa hiya ashaddu ma tajidunahu min zamharir. Vile ukali wa ile baridi mnaosikia ni ile pumzi Waislamu imetolewa na huo moto wa Jahannam. Sasa Allah anatutahadharisha sisi, anatuambia qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara. Nataka Waislamu niwaulize swali. Uko nyumbani saa 8 za usiku, la qadar Allah sijalie, nyumba iingie moto, mtoto wako mdogo mwenye miaka 2-3 amelala ndani ya nyumba hiyo, ukashtuka wewe moto umeingia ndani ya nyumba yako. Kweli utamwacha mtoto wako awe ni mwenye kuchomeka na huu moto, au utamchukua kumwokoa mtoto yule? Bila shaka hakuna mzazi, licha ya mzazi, hata mtu mwenye ile chembe ya huruma huenda akawa radhi achomeke yeye, lakini huyu mtoto mdogo asiwe ni mwenye kuchomeka. Huu ni moto wa duniani. Tunasimama wanadamu kuwaokoa watoto wetu na familia zetu. Mbona hatujasimama kuwaokoa kutokamana na moto wa Jahannam? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kullukum ra'in, nyote ninyi ni wachunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Al-ab, baba, ra'in ni mchunga, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, huyu baba ataulizwa kile alichokichunga. Vipi ulikuwa ni mwenye kukichunga? Na mke naye ni mchunga, ataulizwa kuhusiana na nyumba ya mke wake. Watukufu wa Islam, tutambue ya kwamba siku ya Kiyama wanadamu wataulizwa maswali. Allah anasema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Allah anatuambia waqifuhum innahum mas'ulun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Kila mmoja ataulizwa maswali yake. Tena cha kusikitisha zaidi ni kwamba laisa bainahu wa baina Allahi turjuman. Wakati maswali haya yanapoulizwa, mwanadamu hakuna mtu wa kumtafsiria baina yake yeye na Allah. Anaulizwa yeye na Allah, kiasi cha kwamba huyu mwanadamu fayandhuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, angalia upande wake wa kulia, mwanadamu haoni isipokuwa yale aliyoyatanguliza. Wayandhuru ash'ama minhu, angalia upande wake wa kushoto, fala yara illa ma qaddam, haoni isipokuwa yale aliyoyatanguliza mwanadamu. Akiangalia mbele mwanadamu huyu, fala yara illa an-nara tilqaa wajhi, haoni isipokuwa ni moto umemwelekea. Huku ni madhambi yake na mema yake ndo anayoyaona, huku ni madhambi yake na mema yake, mbele anaona moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Miongoni mwa maswali anatuambia Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa'lam, jua ewe mzazi, wa'lam anna alwalida sayus'alu an waladihi qabla an yus'ala alwaladu an walidihi. Maneno mazito kwa wazazi haya, na sote tutakuwa wazazi. Anatuambia Ibnul Qayyim, tambua na ufahamu ambao kwamba hauna shaka ndani yake. Mzazi siku ya Kiyama ataulizwa yeye kuhusiana na mtoto wake kabla ya mtoto hajaulizwa kuhusiana na babake. Leo wazazi wengi wanalalamika kuhusiana na watoto wao hawawasikilizi, lakini siku ya Kiyama, kabla ya kuulizwa huyu mzazi, mbona hujamsikiliza babako, ataulizwa baba kwanza masuala juu ya mtoto wake, ni namna gani alivyokuwa ni mwenye kumlea. Ndio maana kidogo kwa muda huu tusimame na usulu tarbiyatil aulad. Misingi gani tunaweza tukaitumia ili tuwe ni wenye kusimama kuokoa watoto wetu kutokamana na moto huu wa Jahannam, na kuepukamana sisi na masuala mazito tutakayokwenda kuulizwa na Allah. Wewe mzazi, fanya yako.
Hidayah iko mbele ya Allah, taufik iko mikononi mwa Allah. Lakini je, umezifanya zile taratibu ambazo kwamba zinahitajika wewe kama mzazi kuzifanya? Ikiwa umezifanya na mtoto bado hakusimama katika barabara ya sawa, wewe hauko, utamwambia Allah, mimi nilifanya lakini mtoto wangu yeye hakunisikiliza. Kama vile Nuhu alayhi salam alimlingania mtoto wake, lakini mtoto hakufanya nini? Hakumsikiliza. Kwa hiyo nukta muhimu kwanza, kabla ya kuingia, tufahamuni ya kwamba unapotumia hizi misingi haimaanishi kwamba ni 100% mtoto atasimama sawa sawa. La, taufiki iko kwa Allah. Yeye Allah humuongoza anayemtaka kwa hikma yake na uadilifu wake. Na ndio maana tunasoma sira za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawakufuatwa katika dini na baba zao. Mtume wa Allah Nabii Ibrahim alayhi salam hakufuatwa na babake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammi yake hakumsikiliza, pamoja na kuwa mtume alimlingania ammi yake, na ammi yake aliona haki, akisema ammi yake, walakad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina laula almalamatu wa hadhari masabatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Maneno aliyozungumza ni Abu Talib haya, sema walakad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina. Mimi nimefahamu bana, dini ya ukweli duniani ni dini ya Muhammad. Hii ndio dini ya sawa hii. Abu Talib alisema maneno haya, lakini siku aliyokufa alisema nini? Ala millati Abdul Muttalib, nafa niko katika mila Abdul Muttalib. Mtume alifanya dawa, alilingania, lakini taufik iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, watukufu wa Islam, ni kwamba mzazi atakiwa awe na tabia ya kuwaombea dua watoto wake. Suala kubwa sana, mzazi awe na tabia ya kumwombea dua mtoto wake. Ima mke wako ana mimba, au huyo mke yeye ndio mwenye mimba aombe dua hiyo, au ushamzaa mtoto yule, au uko kwenye ndoa na hata hujamzaa mtoto huyo. Si lazima iwe tayari umeshazaa, la, bado hujazaa, lakini unaomba kizazi chako kiwe kizazi chema. Hebu niwape mifano kwenye Qur'an. Sisi tunaisoma Qur'an na tunayafahamu hii, lakini labda hatujaelewa mifano hii. Kwanza, Mtume anatufundisha thalathu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna. Kuna dua za watu aina tatu, wanapoomba dua zao hazirudishwi na Allah. Mtume akamtaja wa da'watul walidu liwaladi, dua ya mzazi kumwombea mtoto wake. Na dua ya mzazi inajibiwa sehemu mbili, inajibiwa anapomwombea kheri mtoto wake, na inajibiwa anapomwombea mabaya mtoto wake. Ndio maana mzazi atakiwa achunge ulimi wake juu ya kuwaombea watoto wake mabaya. Hebu mtizameni mamake Maryam alayha salam, maneno aliyoyazungumza. Mtoto yuko ndani ya tumbo. Mamake Maryam katika suratu Ali Imran au suratu Imran anasema, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiu. Ewe Mola wangu, mimi niko na mimba na unafahamu mimi niko na ujauzito, lakini nakuomba kitu kimoja, Mola wangu, mimi hichi kiumbe kilioko tumboni hakijazaliwa, ma fi batni muharrar, na kitoa wakfu kwa ajili yako Mola wangu, na kuomba nitakabalie huyu mtoto awe ni wakfu ambayo kwamba ataitumikia dini yako. Alipozaa mamake Maryam, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Alipozaa mamake Maryam ashangaa, mimi nimeomba wakfu na anayesimamia wakfu ni mtoto wa kiume, la shaka ndio anasimamia masala ya misikiti na masala ya kidini kulingana na yeye. Na hapa kuna mafundisho mazuri sana wakati wa dua. Kulingana na yeye, dua yake haikwenda alivyotaka yeye, lakini twafundishwa pia katika kipengele hichi, unaweza ukaomba dua namna unavyotaka wewe, Allah akakupa lilokuwa kheri zaidi, Allah akakupa lilokuwa bora zaidi kuliko lile uliloliomba. Yeye ameomba ataka tu mtoto wake awe mtoto ambaye kwamba atatumia wakfu, anazaa mtoto wa kike. Hakuvunjika moyo, akasema wa inni samaituha Maryam
wa inni, mtoto mdogo anaombewa dua, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Asema Mola wangu, basi mimi nishazaa mtoto wa kike, lakini nakuomba u'idhuha bika, namkinga mtoto huyu kwako, wa dhurriyataha, na kizazi chake, minash shaitani rajim, kutokamana na shaitan ambaye kwamba amefukuzwa katika rehema zako, shaitan alizotolewa katika rehema zako. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah akamjalia aliyezaliwa katika watoto ni nani? Isa alayhi salam, nabiyun min anbiyaillah. Maryam akawa ni mwanamke bora aliyetajwa katika Qur'ani, katika Qur'ani yeye peke yake kwa jina lake, Maryam alayhi salam. Huyu Maryam tena Allah akamsifu katika Qur'ani, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Dua ya nani? Dua ya mama wa Islam. Mama ndo aliinua mikono ya kumwombea mtoto wake Allah amkinge na kila aina ya shari. Ndio huyu mtoto tunayesoma kwenye Qur'ani, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Huyu Maryam ndiye alimzaa Isa, lakini matunda yake Maryam ni nani? Ni mamake alipoiomba dua pindi alipokuwa na mimba. Mtizameni Zakaria alayhi salam, aingia mahali alipokuwa Maryam. Akifika pale anaona Maryam anakula matunda ambayo kwamba si wakati wake. Amuuliza, anna laki hadha, hayo yatoa wapi? Qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Haya nimeyatoa kwa Allah mimi. Allah ndiye anayewaruzuku waja wake bila hesabu. Aliposikia maneno haya Zakaria, sio kwamba hajui, anajua ni nabii min anbiyaillah. Alienda akakaa na yeye sehemu akaomba dua. Zakaria mke wake amezeeka na yeye amezeeka, hawana watoto. Lakini sikiliza maneno aliyoyaomba Zakaria. Ndio maana nikasema hata kabla ya wewe kuzaa, muombee Allah mtoto wako mema. Zakaria, Allah anatuambia hunalika daa Zakaria rabba qala rabbi, ewe Mola wangu, habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Mimi nakuomba ewe Mola, nipatie na mimi basi kizazi kizuri, nipatie na mimi mtoto mwema, mtoto ambaye kwamba atakayenifaa mimi, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Alizaliwa ni nani Waislamu? Azaliwa ni mtoto anayefahamika nabii min anbiyaillah, Yahya alayhi salam. Hii ndo dua ya mzazi ilivyokuwa na athari kubwa. Bali angalia, dua ya mzazi inampelekea mpaka kipofu akaona, kipofu bila kwenda hospitali. Lakini sisi huwa tukisikia labda tunaweza tukaona ni story tu. Dua ya mzazi ni kitu kikubwa sana. Nenda katika Siyari A'lami Nubala, umsikilize Imamu Dhahabi pamoja na Qadhi alipokuwa ni wenye kumwelezea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nadhani Waislamu wanaposikia Imamu al-Bukhari wanalifahamu hili jina. Hata mtoto anayepelekwa madrasa mwenye miaka 5 anatamka rawahu al-Bukhari, mbali na kuwa hata hamjui huyo Bukhari ni nani. Katika jabalun, katika majabali ya elimu ni Imamu al-Bukhari. Huyu Imamu al-Bukhari babake alikufa hali yakuwa ni mdogo sana, mdogo sana, ikawa analelewa na mamake. Imamu al-Bukhari akiwa na miaka 6-7 alikuwa ni kipofu, haoni. Sahihi, hadithi au kitabu vilivyokuwa sahihi baada al-Quran ni Sahihu al-Bukhari iliyoandikwa na huyu Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Alikuwa na miaka 6-7 haoni, mtoto mdogo. Mamake alikuwa na tabia ya kumwamsha yeye na ndugu yake kila siku fajiri waende wakatekeleze ibada ya sala. Ni kipofu, waende msikitini wakaswali. Huyu mama alikuwa akiamka usiku wa Islamu, akikaa katika musalla baada ya kuswali, anakaa kwenye musalla anaomba akilia sana, mtoto wake awe ni mwenye kuona. Imamu Dhahabi ataja mpaka siku moja mamake Imamu al-Bukhari
aliomba dua mpaka akalia, akalala pale pale katika ule musalla, amuombea mtoto wake, ewe Mola, na kuomba mjalie mtoto wangu aone. Alipopotewa na usingizi, aliota mamake Imamu al-Bukhari ya kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam amekuja. Nabii Ibrahim amwambie mamake Imamu al-Bukhari kwenye ndoto, inuka, Allah amejibu dua yako, mtoto wako anaona leo. Huyu mama alitoka usingizini akilia, anataka kumkimbilia usiku ule kumwamsha mtoto wake ahakikishe, je, hii ndoto ni ukweli niliota ama ni vipi? Lakini akavuta subra, kwa sababu mimi naamka kila siku fajiri kumwamsha, au namwamsha kila siku fajiri. Allah atajalia ikiwa ameona, basi ikifika fajiri nitamwamsha, nitajua ameona ama hajaona. Mamake Imamu al-Bukhari aenda amwamsha mtoto wake kuswali salatul fajri. Imamu al-Bukhari amwambia mamake, na kuona. Dua, hakuna hospitali alioenda, wala haimaanishi kwamba watu wasiende hospitali, la, hospitali ni asbab, lakini dua ina uzito. Ndio maana maulama wanatuambia lau Waislamu wangelijua uzito wa dua, dua inaweza ikajalia jabali likainuka likaenda upande wa pili, jabali. Lakini hii yote huwa ni kwa imani ya yule ambaye kwamba anafanya nini? Anaomba. Sisi imani yetu kwa Allah ni ndogo sana. Ndio maana hata tunaposikia maneno haya, itawezekana kweli? Acha niwape mfano kuonesha sisi Waislamu tuna imani ndogo. Tumetaja kwamba dua haiwi ni yenye kurudishwa, na dua Allah anajibu. Na Allah amesema kwenye Qur'an, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Tukafundishwa ya kwamba kila usiku Allah huteremka akauliza, man yad'un, nani anayeniomba nimjibu? Man yasalu, nani anayetaka nimpatie? Nani ambaye kwamba amenikosea aniombe msamaha nimsamehe? Kila siku usiku ni wakati ijabati dua. Sasa hebu Waislamu niwape mfano. Kila mmoja anahitaji mafanikio hapa. Uwe na biashara yako ya kuuza njugu, natoa tu mfano, au ndizi, au biashara ndogo. Uambiwe katika hiyo biashara yako unayofanya, wewe muombe Allah kwa muda ya wiki moja, kila siku usiku, Allah atakujalia wewe umiliki gari. Haya magari makubwa, tuseme Range Rover, wewe utamiliki kwa muda wiki moja. Muombe Allah kupitia hii biashara aitie baraka, kwa muda wiki moja wewe utamiliki Range Rover. Alafu aje mtu akwambie, hii biashara yako ya njugu, kuna mheshimiwa fulani, waziri fulani, watakiwa uende ukamuuzie kwa muda ya wiki moja, atakupatia Range Rover. Waislamu utaenda kwa nani? Nauliza, ni swali. Kila mbadili insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajua jibu lake. Huku Allah kwa muda wiki moja Allah atakupatia. Muombe tu wewe, mlilie tu, Allah atakupa. Na huku umeambiwa nenda kwa mwanadamu mwenzako, atakupatia baada ya wiki moja. Ni wachache ambao kwamba wataamini ya kwamba mimi nitaenda kwa Allah. Hii naleta nukta gani? Naleta ya kwamba dua inakuwa ni yenye kujibiwa, lakini shida sisi tunakuwa ni wenye kumwomba Allah hali ya kuwa hatuna imani naye. Na Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu likalbin ghafilillahi. Allah hamjibu mtu ambaye kwamba moyo wake umeghafilika. Atuambia ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Muombeni Allah hali ya kuwa muko na yakini ya kuwa atawajibu. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa Uislamu ni kuombea dua watoto wetu. Na si lazima mtoto awe wako, si lazima. Hauna mtoto, muombee mtoto wa mwenzako kheri. Unapomwombea mtoto wa mwenzako kheri, ile kheri itarudi kwako, kwa familia yako. Unamuona, wallahi, unamuona mtoto wa mwenzako wa Kiislamu, Allah amempatia mtihani, labda ametoka katika mipaka ya dini, hayuko, ni mraibu 24/7, ni mtoto ambaye kwamba hasikii la mwadhini kwa lugha ya Kiswahili wala mteka maji msikitini. Kaa chini, muombee huyo mtoto dua. Mtaje kwa jina, ewe Mola wangu, kuna mtoto wa fulani. Unapomwombea yeye, ile dua inarejea kwanza kwako kabla haijakuwa ni yenye kufika kwa yoyote. Msingi wa pili katika usulu tarbiyatil aulad itakayosaidia sisi kuwa na kizazi kizuri ni kuhakikisha tunawasomesha watoto wetu dini ya Allah. Suala ambalo kwamba Waislamu tumekwenda kughafilika nalo. Waislamu ni suala ambalo kwamba tumelipuuzia mno.
suala la sisi kwenda kuwasomesha watoto dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo dini imekuwa kama kitoweo mtoto kusoma dini. Tuko katika zama leo, mtoto akifika form 4 huyu asahau jina linaloitwa madrasa. Tuko katika zama mtoto akifika darasa la 7 la 8, huyu mtoto yuko busy sana kiasi cha kwamba anaambiwa sasa funga vitabu vyako vya madrasa. Ni mzazi anayezungumza ya maneno, funga vitabu vyako vya madrasa, sasa unatakiwa kufocus. Unajua wewe ni 8 class 8 ama sijui sasa wanahitaji, wewe unajua ni form 4 unatakiwa ulete grade nzuri. Lakini mimi huwa nasema sijawahi kusikia, kama wako Allah wahifadhi, mzazi amwambia mtoto wake sahihi, wewe uko thanawi, focus na masomo ya madrasa, achana na shule sahihi. Hakuna wazazi hao. Mzazi ndiye anayemwamrisha mtoto wake aachane na dini kuisoma. Sasa ikiwa hatuna watoto waliosoma dini, vipi tupate watoto ambao kwamba wanaisimamia dini? Waislamu tunatarajia kuvuna ambacho kwamba hatujakipanda. Haya tunayoyaona leo katika mashakili yaliyojaa katika umma wa Kiislamu ni mavuno ambayo kwamba tumekuwa ni wenye kuyapanda kwa muda wa miaka 10 iliyopita, miaka 15, pale tuliposema ya kwamba masomo ya shule ni muhimu. Kumbuka hizo zama iliposemwa ikatupwa masomo ya kidini, ndio sasa tunavuna wanawake wa Kiislamu kukatika viuno katika mitandao ya kijamii. Ni mavuno tunaoyavuna. Niwape mfano ili lakini msinielewe vibaya. Wazee wetu waliambiwa kusoma shule ni haramu. Si haramu, bali wanazuoni wanatuambia ni fardhu kifaya. Lakini walichezewa akili maskini wazee wetu, wakaambiwa kusoma shule nini? Ni haramu. Wengi wa wazee wetu walisoma dini. Tapata mzee alisoma japo mpaka ibtidai, mutawasit alisoma. Hawezi kumdanganya rais katika masala ya dini. Hao wazee, hebu angalia ile imani waliokuwa nayo kwa kusoma madrasa, alafu uje uangalie imani iliyoko sahihi kwa watu kusoma shule peke yake. Hebu tuangalieni Waislamu, madhara ambayo kwamba leo yameletwa hatujayaona sisi kwamba haya ni madhara. Sababu ni watoto kuachishwa kusoma elimu ya dini. Wasome elimu zao za shule, wasome, hakuna lekataa. Watu wawe manasi, wawe watu madaktari, hakuna lekataa. Lakini wewe waonaje mtoto wako ni daktari, lakini akiingia hapa imamu anamwambia Sheikh Pito tusalishe? Daktari ambaye kwamba anamjua Allah, daktari ambaye kwamba anajua mipaka ya dini yake. Hii ingelikuwa ni yenye kupeleka dini yetu mbele sana Waislamu. Kwa hiyo ni lazima sisi tuwasomeshe watoto wetu dini. Hili ni jambo la lazima. Tufikirie ni namna gani tutarudi nyuma. Leo tumewekewa matuition ambayo kwamba hayana maana yoyote, sijui Jumamosi na Jumapili. Wazazi kila wanapowekewa matuition haya, wazazi wameridhika. Hili ndio la kusikitisha. Wakifuatwa mawaziri wa elimu kama alivyoambiwa. Nakumbuka tukiwa katika hafla moja ya Mombasa, katika hafla za madrasa, ikawa kila mwalimu anapopanda kuzungumzia suala la elimu analalamika kuhusiana na watoto kupelekwa matuition. Wazazi, waziri wa elimu, ikawa kila mmoja analalamika, mpaka Dr. Islam Allah muhifadhi alizungumza kalima nzito sana. Ukienda katika channel ya Fauz Production utayapata haya YouTube, kienda utayapata maneno. Alizungumza kalima nzito sana kusema masala haya. Aliposimama waziri wa elimu wa Mombasa ambaye kwamba anaitwa Mbwara Ali, alisema suala la watoto kupelekwa tuition ni wazazi wenyewe wanapenda. Sisi kama serikali hatulitambui hilo. Kwa hiyo wazazi wenyewe, si serikali, wazazi wenyewe wameamua kwamba sisi tunataka maprofesa. Sasa mbona tunalalamika? Hakuna sehemu isipokuwa watu wanalalamika kuna ufisadi. Wewe unashangaa unaambiwa Muislamu fulani ni waziri anapora mali. Muislamu fulani ni daktari anafanya, Muislamu fulani ni kadha wa kadha, Muislamu fulani ni hivi. Ni kwa sababu misingi ya dini imekuwa ni machache. Na jambo la kwanza Waislamu katika masala ya dini ni Muislamu awe ni mwenye kusomeshwa ilmu la aqida, ilmu tauhid.
Mtoto wako umempeleka madrasa, haitoshi, bado haijatosha. Una jukumu la wewe mzazi kujua mtoto wako anaisoma ilmu gani. Ilmu anayotakiwa kuisoma kwanza ni ilmu ya tauhid, na hivi ndivyo walivyokuwa kuanzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka masahaba mpaka waliokuja baada yao. Mtizameni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavutia ilmu ya aqida katika kifua cha mtoto mdogo. Hadithi ametaja Imamu Ahmad wa Tirmidhi wa ghairu min hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mtoto mdogo sana Ibn Abbas anaambiwa ya ghulam, Mtume anamwambia inni uallimuka kalimati, mimi kuna maneno nataka nikufundishe. Jambo la kwanza, ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajidhu tujahak wa fi riwaya tajidhu amamak. Hii ni masala ya kumhifadhi Allah, lakini mbele ndipo ninapopataka kwa sababu ya wakati, amwambia wa idha sa'alta. Mtoto mdogo anaambiwa na Mtume wa idha sa'alta fas'alillah, unapoomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, pindi unapohitaji msaada taka msaada kwa Allah. Hapa tukifunga ile milango hii, tuanze kuuliza wazazi, kando na mzazi ambaye kwamba anasomesha madrasa, kwa sababu hii hadithi mzazi anayesomesha tauhid atamfundisha mtoto mdogo. Tuulize wazazi, hawa watoto wenu ambao kwamba mko nao nyumbani, mshawahi kuambia wa idha sa'alta fas'alillaha wa idha sta'anta fasta'in billah? Au ni wazazi ndio wanawafunga watoto wao hirizi? Au ni wazazi wamewajenga watoto wao fikra kwamba utarogwa wewe, utafanyiwa mabaya wewe, watakiwa ujikinge na hichi kitu, ni katika mizimu yetu? Ni wazazi. Lakini Mtume amfundisha kijana mdogo Ibn Abbas, tena aendelea kumpa maneno mazito, amwambia wa'lam, jua anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in. Kijana mdogo anaambiwa jua ya kwamba lau umma utakusanyika wawe ni wenye kukunufaisha katika jambo, hawawezi kukunufaisha isipokuwa katika jambo ambalo kwamba Allah ameliandika. Na ikiwa umma huu watakusanyika wote wawe ni wenye kukudhuru, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo kwamba ameliandika Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tunasoma kwenye Qur'ani sote, mifano tunayo Waislamu. Hebu mtizameni Nabii Ibrahim alayhi salam, ndio tuone ya kwamba shida iko kwamba sisi tuna imani, tuko katika ilmu tauhid, ilmu al-aqida, ndio kwanza yatakiwa aveshwe mtoto. Nabii Ibrahim alayhi salam tunafundishwa somo la tauhid kubwa sana kwake. Yeye alikuwa akiwakataza watu wake kuabudu masanamu, mpaka ikafikia hadi Nabii Ibrahim amechoka na tabia ya watu wake kuabudu masanamu. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, akayavunja ile masanamu yote, akabakisha lile sanamu kubwa peke yake. Walipokuja wale kutoka kwenye shughuli zao na sherehe zao walizokuwa wanazifanya, wanaulizana nani amefanya mambo haya. Mmoja akasema sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kuna kijana mmoja ndio tunamdhania huyo ndio amefanya masala haya. Ibrahim akachukuliwa akaletwa mbele za watu, aulizwa anta fa'alta hadha bialihatina, wewe ndio umefanya mambo haya? Ibrahim akasema fasalu kabiruhum in kanu yantiqun, hebu muulizeni huyu mkubwa wao, ikiwa kweli anaongea muulizeni. Wakakaa wakasikiliza yale maneno, wakarudi wenyewe kwa nafsi zao, wakasema sisi ndio waovu, haliwezekani, huyu haongei, ni sanamu. Sasa vipi huyu ndio awe ni mwenye kuyavunja yote? Lakini kwa sababu batil imeshajaa kifuani, wakasema mpaka wamuoneshe. Wakaandaa moto mkali sana, wakatoka wana kijiji au wana mji wote kumdhuru nani? Nabii Ibrahim alayhi salam. Tunasoma kwenye Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala tuelezea Nabii Ibrahim aliporushwa katika ule moto, Allah alisema nini? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ni somo la tauhid, anafundishwa Muislamu ya kwamba umma hauwezi ukamdhuru, hakuna mtu anaweza akakudhuru. Na vile vile katika somo la tauhid tunafundishwa ya kwamba umma hauwezi ukakunufaisha. Ndani ya Qur'ani tunasoma, na mnafahamu nyinyi Waislamu,
Hebu mtizameni Nabii Musa alayhi salam. Kisa cha Nabii Musa kimejaa madhara ambayo kwamba Nabii Musa alihitajiwa kudhuriwa. Kuanzia Nabii Musa ni mdogo, ikawa kunauliwa mwaka mmoja, kunaachwa mwaka mmoja. Watoto wa kiume walikuwa hawahitajiki, mpaka wale mawaziri na wale washauri wa Firauni wakamwambia, ikiwa wewe utaua wanaume wote tutakosa kizazi sisi, tutakosa jeshi. Firauni akaamua mwaka mmoja ua, mwaka mmoja acha. Musa alilelewa katika mikono ya Firauni alayhi laana, adui yake, mpaka akawa mkubwa. Ninapopataka mimi ni pale walipoagana, Nabii Musa aenda kumuonesha ishara na alama za Allah. Firauni amuonesha kwamba yeye ndio Jabbar, yeye ndio kusema. Alikusanya wachawi wote Firauni, wawe ni wenye kumnufaisha yeye, wawe ni wenye kumshinda Musa. Musa afika pale yeye na ndugu yake peke yake, wanarusha vile viji nyoka vyao, mpaka faaujasa fi nafsihi khifata Musa, mpaka Musa akaogopa. Allah anambia la takhaf innaka antal a'la, wewe ndio utashinda. Wewe mtu mmoja au watu wawili, Allah anambia wewe ndio utashinda. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haithu ata. Ni Qur'ani tunaisoma hiyo Islam, lakini akida yetu inaamini haya mambo. Ama sisi tumeweka vile vijihirizi kwenye maduka yetu kule, kwamba fulani ataniroga mimi, fulani ataiharibu biashara yangu. Allah huku unakuja msikitini unaswali, unaambiwa wala yuflihu sahiru haithu ata, tena wewe ndio saful awwal. Unaambiwa wala yuflihu sahiru haithu ata, saful awwal. Ukitoka hapo una mganga wako, kwa sababu ilmu ya akida haikumezeshwa kwenye vifua vyetu. Wale wachawi wa Firaun, baada ya Musa kuirusha ile fimbo akageuka nyoka akawamaliza wote, walisema nini? Amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Walisimama hao wachawi kumnufaisha Firaun, lakini Allah aliwaonesha hakuna anayeweza kumnufaisha mwanadamu isipokuwa ni yeye peke yake, na ndio Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kushinda. Hakutosheka Firaun, aliwaambia nini? La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, mimi nitawakata mikono yenu na miguu yenu. Nikikata mkono wa kulia nitakata mguu wa kushoto. Nabii Musa alikimbia na jeshi lake. Nabii Musa afika katika bahari, atizama upande wa mwisho wa nyuma, aona kuna jeshi la Firaun laja kutumaliza, mbele ni bahari. Kwa sababu hawa bado ni wageni katika iman, walimwambia Musa inna la mudrakun, sisi kwisha, tumeshikwa sisi. Lakini aqida aliyokuwa nayo Musa, aliwaambia nini? Inna ma'i rabbi sayahdin, mimi naye Mola wangu sina wasiwasi, niko na Mola wangu atakayeniongoza kwenye hili jambo namna nitakapopita. Nabii Musa alayhi salam aambiwa apige fimbo katika bahari, bahari inatawanyika, anakuwa ni mwenye kupita. Haya ni mafunzo ya kiakida ambayo kwamba anayapata Muislamu ndani ya Qur'ani. Atakiwa Muislamu huyu baada salati al-isha, baada salati al-fajri, ule wakati uko na faragha na mtoto wako, unatia imani yake polepole, unamuelezea haya masala haya. Allah anatuambia laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara. Hizi si story wewe unaelezewa kwamba leo kulikuwa na visa vya Musa. Hakuna hikaya hapa. Unatakiwa umezeshe hii akida kiasi cha kwamba mtoto kadri anapokuwa yeye anafahamu hakuna mwenye kunidhuru na hakuna mwenye kunifaisha isipokuwa ni Allah. Jambo la tatu, Waislamu, baada ya kutaja dua, pili ni kuwasomesha watoto wetu dini. Tujitoleeni, tushikaneni Waislamu kuwasomesha watoto dini, na jambo katika dini la kwanza ni Muislamu anasomeshwa ilmu ya tauhid, ilmu ya aqida, na bila shaka ndani yake anasomeshwa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe ni mwenye kuepukamana na muhdathatul umur, mambo ya uzushi. Muislamu atakiwa epukamane nayo kabisa. Jambo la tatu ni Muislamu asimame katika suala la kumwamrisha mtoto wake katika kutekeleza ibada ya sala. Hili ni jambo tumefundishwa ndani ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siratu salaf imesimama kwenye swala hili. Allah subhanahu wa ta'ala
alipomsifu Nabii Ismail alayhi salam, alisema wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. Alikuwa huyo Ismail ana tabia akiamrisha familia yake awe ni wenye kutekeleza ibada ya sala. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, iamrishe familia yako wawe ni wenye kutekeleza ibada ya sala. Na yeye mwenyewe akatuambia murru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu kuswali wanapofikisha umri wa miaka 7. Wapigeni watoto hawa wanapofikisha umri wa miaka 10. Piga mtoto. Sunna hii imekosekana leo katika nyumba zetu. Hakuna ile, si tunaita kikoto, sijui huko kwenu mnaita nini. Kiufupi hakuna kile cha kumchapia mtoto. Lakini zamani wazee wetu hata huenda ikawa hamchapi mtoto, lakini ukiingia ndani ya nyumba kimewekwa pale. Mtoto akitaka kufanya jambo anaona kuna kile pale, mimi nitawashwa sasa hivi. Sasa hii hakuna tena masala haya. Tumeletewa uzungu mwingi, tumeletewa uyahudi mwingi ambao kwamba umepelekea tarbiyatul auladi kushuka. Mtoto wa Kiislamu haguswi, bali mtoto huyu anapotiwa adabu na ustadhi hatatosha. Sizungumzii ustadhi kuvuka mipaka. Naam, kuna masala ya maustadhi wanavuka mipaka katika kutia adabu, hayo ni masala mengine, hatuko huko. Lakini kuna ile kumtia adabu mtoto, kumweka katika barabara ya sawa. Shekhe, wallahi utaletewa kila aina ya polisi hapa. Kuna nini? Huyu mtoto amechapwa, amefanya nini? Amemtukana fulani. Sasa kutukana tu, mzazi anasema kutukana na mtoto anasikia matusi atakayopewa ustadhi, hautawahi amini. Ukiangalia wewe uliwahi mkosea ustadhi, ukapigwa, ukaenda nyumbani kushtaki, ukapigwa, ukarejeshwa tena madrasa, ukapigwa. Vipi kitafanana Uislamu kizazi hichi na kizazi hichi? Vipi kitafanana? Mlaji marungi wa zamani alikuwa akiona mtu mzima anajificha. Sahihi baba na mtoto wanakula marungi pamoja. Ndio kizazi kinavyokwenda kwa Uislamu. Sasa tunatakiwa tusimame katika suala la kusimamisha watoto wetu ibada ya sala, na hili ni suala kubwa sana walilolifahamu salafuna salih. Mtizame Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz alipokuwa mdogo alilelewa kitarbia. Babake alimchukua Umar ibn Abdul Aziz akampeleka kwa Salih ibn Kaisan awe ni mwenye kupatiwa mafunzo ya kidini. Adab, patiwe adab kwanza, amjue Mola wake, ajue namna kuishi na watu. Ikawa anaishi na anafundishwa na huyu Salih ibn Kaisan. Siku moja Umar ibn Abdul Aziz alichelewa kuswali sala ya jamaa. Si kwamba hakuswali kabisa. Aliingia msikitini, watu wamemaliza kuswali. Salih ibn Kaisan akitizama hivi, amuona Umar ibn Abdul Aziz amechelewa. Baadaye akamwita. Akamwambia mashagalaka, wewe kwa ni jambo gani limekushughulisha leo mpaka umekosa sala ya jamaa? Mtoto alikuwa amelewa na tarbia islamia. Umar ibn Abdul Aziz akasema kuntu urajilu shari, mimi alikuwa nikichana nywele, naziweka vizuri nywele zangu, ili jambo limenipelekea mimi nikachelewa kuswali sala ya jamaa. Kamba hilo ndilo jambo lilokuzuia wewe mpaka ukachelewa kuswali sala ya jamaa. Salih ibn Kaisan akaandika barua kumpelekea babake ambaye yuko Misri, Abdul Aziz. Abdul Aziz, babake Umar ibn Abdul Aziz, alipoisoma barua alimwambia mtoto wake, wallahi la ukallimuk, sitowahi kuongea na wewe tena mpaka unyoe kipara. Tizama mzazi, siongei na wewe tena, yani mimi na wewe stori zetu ndio basi zimekatika, mpaka uamue sasa hizo nywele zilizokuchelewesha kuswali swala ya jamaa uzinyoe zote. Tuulizeni zama zetu yako haya, hata kumuuliza mtoto umeswali. Mtoto leo wa Kiislamu anatoka kabla salati alfajiri, anaambiwa na baba ambaye kwamba ni Muislamu, baba anajiandaa kwenda kuswali salatu alfajiri. Mtoto anajiandaa kwenda shule, baba na mama wanamwambia usiswali utachelewa. Maneno yanatamkwa na baba, usiswali utachelewa. Kama ni kuswali labda uswali shule huko, kwa sababu utachelewa skuli.
Haya ni maneno, na ni maneno yanayotamkwa na wazazi wa Kiislamu. Mtoto huyu anakaa shule kuanzia fajiri mpaka anafika salatul isha, anarudi nyumbani baada ya isha. Mtoto anaulizwa na babake au mamake, leo umepewa homework. Haulizwi mtoto huyu umeswali dhuhur, umeswali asr, umeswali isha. Si kweli Waislamu tunaoyasema? Haya ndiyo yako ambayo kwamba sote tunakubaliana nayo. Sasa kwa nini ikiwa tunakubaliana nayo, wakati tunaisoma aya tunaambiwa qu anfusakum wa ahlikum nara? Tizameni Hisham ambaye kwamba naye alikuwa ni mmoja katika watoto wema waliolelewa na adab na wazazi wao. Hisham ibn Marwan alichelewa kuswali salatul Jumaa. Anafika msikitini, watu wamemaliza kuswali. Babake akitizama mtoto wake amuone, akasema sawa. Akamtafuta mpaka akamuona mtoto wake, akamuita mtoto wake, akamwambia, ni jambo gani lilokuzuilia wewe kuja kusali sala ya Ijumaa, kupata khutba ya Ijumaa na sala yake? Jambo gani limekuzuilia wewe? Akamwambia, kipando changu ambacho kwamba natumia kukipanda kipando hicho ndio nije msikitini kutekeleza sala ya Ijumaa kimeshindwa kunibeba kwa sababu ni kigonjwa, kinaumwa. Sasa ilibidi nisubiri nitafute wenye kuja huku wanipandishe na mimi nije niswali swala. Baba amuuliza mtoto wake, hiyo ndo sababu iliyokupelekea wewe kuchelewa? Mtoto anaambia naam. Alimwambia, la tarkabuha sana, nakupa adabu, mwaka mzima hauna ruhusa ya kupanda kipando na unatembea kwa mguu. Vipi watafanana hawa na tutafanana na sisi ambao kwamba tunamwambia mtoto siku ya Jumamosi hakuna shule, leo lala pumzika, utaswali saa 1 fajiri. Mtoto huyu aliyeamshwa saa 10:30 siku za shule, ndio mtoto huyu siku ya Jumamosi anaambiwa leo hakuna skuli, lala. Vipi kitafanana kizazi hichi? Na ndio utakuta alipatikana Khalifa Umar ibn Abdul Aziz, tulimtaja, aliambiwa anyoe nywele na babake. Huyu Umar ibn Abdul Aziz maulama wanamtaja ni mmoja katika makhalifa, wengine wamemtaja katika makhalifa 5. Makhalifa 4 tunawajua, Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Wengine wakaongeza 5 wakasema ni Umar ibn Abdul Aziz. Wakati wake ulikuwa na uongozi, baada ya hii khilafa haijawahi onekana. Sasa kivipi, mbona haijawahi onekana? Mbona sasa kuna shida gani? Sasa sisi ni Waislamu wa kulalamika uongozi. Kiongozi mbaya, kiongozi hivi. Wewe ni kiongozi wa nyumba yako, umemuongoza vipi mtoto wako? Walaumu anayeongoza Kenya nzima, walaumu anayeongoza Tanzania nzima, wakati wewe umeshindwa kumuongoza mtoto wako na mke wako, watu wawili kuongoza katika dini. Ndio yule mmoja, wakati watu wanalalamika, jina amenitoka, kwamba alikuwa ni kiongozi mbaya sana, watu wanasema huyu fadhali afe, hafai. Aliwakusanya wale watu wakilalamika, akawaambia, nyinyi mnalalamika kwa mimi ni kiongozi mbaya? Akamwambia naam. Fadhali tukwambie ukweli, wewe ufai? Akamwambia naam, mimi sina shida, lakini ikiwa mwalalamika mimi ni kiongozi mbaya, basi badilikeni nyinyi nafsi zenu, muwe kama wale walioongozwa na Abubakar, ndio muje mumpate kama Abubakar awaongoze. Lakini ikiwa nyinyi ni mafisadi, basi hamuongozwi isipokuwa na fisadi. Vile mtakavyokuwa, wakadhalika, Allah anatuambia wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Hivyo ndivyo sunna ya Allah. Kwa hiyo tusikae tu kulalamika, tuangalie kwanza sisi Waislamu tumesimama katika tarbia islamia, tarbia dinia. Jambo lingine ambalo kwamba nadhani nitamalizia nalo ili tutoe, kama kutakuwa na maswali tunaweza kujibu biidhnillah tabaraka wa taala, ni msingi wa 4 katika misingi mizito ya tarbiyatul aulad, ni wazazi wao wenyewe kuwa mfano mzuri kwa watoto.
Usitarajie ya kwamba wewe ni mzazi ambao kwamba ni muovu utarajie kupata mtoto ambao kwamba ni mwema. Hili ni jambo gumu sana. Hatusemi haliwezekani, linawezekana, lakini ni gumu sana. Mtume anatufundisha kwa kutuambia kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu imma yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kila mmoja au kila anayezaliwa anazaliwa na fitra salima ya kuijua dini ya Kiislamu na kuikubali. Ni wazazi tu ndio wanawapeleka watoto wao kwenye ibada za Kiyahudi. Huyu atapeleka mtoto wake kanisani na huyu atampeleka mtoto wake katika ibada ya kuabudu moto. Na wewe Muislamu, ni wewe ndio utampelekea mtoto wako kutoka katika mipaka ya dini. Vipi yawezekana bana mzazi anamtuma mtoto wake uraibu aende akamnunulie, mtoto huyu asitaki kuonja uraibu huu? Ni ngumu sana. Idha kana rabbul baiti bitalbi dhariba fala talumanna sibyana ani raqs. Ikiwa baba yeye ndiyo mpigaji ngoma, basi msilaumu watoto kucheza. Mbona tuwalaumu watoto wanacheza ngoma wakati baba ndo anafanya nini? Wanaipiga ile ngoma. Baba ni tariku sala, mama tariku sala. Vipi apatikane kijana ambaye kama ni 5 salawat? Inapatikana, lakini anadiru kal ma'dum. Baba ni mtu anayechesha. Tena la kusikitisha, imefikia hadhi wanawake wa Kiislamu na wanaume wa Kiislamu wanakusanyikana katika majumba yao, wanatumia uraibu mbele ya watoto wao. Alafu mtoto huyu, mzazi huyu anakuambia Mungu ajalie mtoto wangu awe mtoto mwema, wakati wewe mzazi ndio umesimama katika suala la kumharibu mtoto huyu. Kwa hiyo suala la baba yeye mwenyewe kujipamba na akhlaq islamia, akhlaq dinia, ni jambo zuri sana ambalo kwamba litapelekea athari kubwa juu ya mtoto yule kufuata njia ya sawa. Ikiwa baba hatakuwa katika njia ya sawa, ni vigumu sana kumpata mtoto ambaye kwamba amesimama katika barabara ya sawa. Lakini tunasimama pale pale. Pia baba anaweza akawa ni mwema sana, lakini mtoto akawa ni mwovu. Kama tulivyotoa mwanzo wa darasa yetu kuhusiana Nuh pamoja na nani? Na mtoto wake. Na inaweza kuwa al-aks, lakini wewe tumesema fanya bidii. Fanya bidii juu ya mtoto wako, na vile vile angalia mtoto wako anafuatana na nani. Almar'u ala dini khalili. Ili jambo limepuuziwa. Wazazi hawatizami mtoto wao anafuatana na nani. Wamepuuzia tu. Bora rafiki nasoma naye. Akishasema nasoma naye basi ameachiliwa. Haangalii huyu anayesoma naye ni nani. Utashangaa. Tofauti na kitambo unaambiwa na baba, huyu asifuatane na huyu, nisikuone na huyu. Na ikiwa utashikamana na huyu, nenda kaishi kwako, usiishi kwangu. Ule umri mtoto yule ataona unamuonea sana. Huu ndio kweli. Lakini akifika umri sasa, mtoto huyu ashapambanua mambo, wallahi wabillahi watallahi, mtoto atatokwa na machozi kukuombea wewe dua baba. Haya maneno nayarudia. Mtoto wako umwambie kwamba usifuatane na fulani, ni muovu yule, pale ataona kwamba huyu hanifai mimi. Huyu baba yanionea. Sasa huyu ana ubaya gani? Lakini wewe kama baba umeona mbali. Siku yule mtoto ameshaingiwa na akili vizuri sasa. Anaona yule aliyekuwa akinikataza baba kufuatana naye ni huyu. Huyu mtoto anatoka na machozi, anakuombea dua kwa kumshukuru babake. Kwamba kumbe babangu alikuwa akiniokoa na ile maskani. Kumbe babangu alikuwa akiniokoa na yule. Kumbe hii ndio ilikuwa ni athari alikuwa yaja kunipata, kwa sababu pale alipokuwa na umri mdogo haelewi haya masala. Kwa hiyo lazima Waislamu tuangalieni watoto wetu wanakuwa ni wenye kufuatana na nani. Naktafi bihadha alqadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikiwa kutakuwa na swali fabiha wa ni'ma.